Karibu katika muda mwafaka kabisa kwako wewe kuwa nami ndani ya Wednesday Night Show ambayo inakupa wasaa wa kuweza kupitia masuala mbalimbali ya kimichezo, kugusia maeneo mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kukumbushia mambo au sheria na vitu vinginevyo vinavyohusiana na michezo. Ni wiki ambayo tumepumzika katika ligi ya NBC, lakini pia tuko na maandalizi ya timu yetu ya taifa katika qualification ya michuano ya kombe la dunia. Naitwa Patrick Nyembera, nitakuwa nanyi sambamba leo hii kwa namna nyingine tofauti kabisa. Niko na mwamuzi wa zamani mstaafu wa Tanzania Othman Kazi, ambaye yeye ni mfanyakazi mwajiliwa wa Azam Media Group akiwa anaendesha kipindi cha Kipenga. Lakini utajiuliza kwa nini Othman Kazi ndani ya kipindi hiki? Basi usitoke, kaa nami ili uweze kupata jibu ya kero iliyokuwa inanisumbua mimi na nyinyi ndugu watazamaji. Karibu sana Othman. Is this Wednesday Night Show au ndo tunafanya revamp ya Kipenga cha mwisho? Inawezekana kwa sababu Wednesday Night Show inakuwa Jumatano, Kipenga cha mwisho kinakuwa Alhamis. Na nikaamua nimchinje Kobe kwa timing. Utakuwa shahidi wangu wa kwanza kwa sababu nilipita huko. Kipenga cha mwisho mtangazaji wake wa kwanza nilikuwa ni mimi. Alikuwa Patrick Nyembera. Na wa mwisho Pasco Everest Kabombe. Unajua ni muda gani? Miaka 10. Yeah, miaka 10. Kama umesahau naomba nikukumbushe. Hapana. Yes. Sawa. Na nikwambie tu Patrick, Kipenga cha mwisho kinaadhimisha miaka 10. Miaka 10. Yes. Basi mwezi ujao wasiondoke kwenda mbali ili tuweze kuwapa huo uondo. Lakini Othman, nilichokuita kinahusiana zaidi na kile ambacho tumekuwa tukikirusha. Kwa maana ya kwamba Azam Media, moja ya product yake ni ligi kuu ya soka Tanzania NBC, lakini na mechi nyingine za kimataifa ambazo zinafanyika pamoja na michuano ambayo ni ya kombe la shirikisho. Na tukiachia hapo kuna ligi ya wanawake, kuna mashindano mengine kama Ramadan Cup na mashindano kadhaa ambayo huwa tunaenda nayo. Sasa kwangu mimi ligi ya NBC ndio ligi bora namba 5. Sawa eh? Sawa. Kwa mujibu wa vyanzo ya chanzo chetu cha ITTF, si ndio? Yes. Lakini tukirudi katika CAF, ligi yetu namba 6. Ndio. Ambayo ni kubwa sana. Mno. Sasa kwa muda sasa nimekuwa kuna vitu nikiviona na nikasema nitumie muda huu ambao na uhakika makocha, wachezaji, watazamaji, hata wamiliki wa vilabu watakuwa wapo wametulia ili kuweza kukumbushana baadhi ya mambo ambayo hata mimi siyakumbuki vizuri. Na jambo hili linahusiana zaidi na officiating. Okay. Na linagusia upotezaji wa muda. Ndio. Kwa nini upotezaji wa muda? Na kwa nini nimegusia hapo? Najua kuna sheria zinaanza kutumika mwakani. Lakini miaka sasa kadhaa kuna vitu ambavyo vimekuwa nikiviona najiuliza kwa nini hiki kinafanyika hivi na kwa nini kipi kinatumika hivi. Sasa hebu nipe dibaji tu ya sheria ambayo inatumika katika muongozo huu, yani ambayo inatoa muongozo wa jinsi gani ya kutoa adhabu au kwenda sambamba na kusema kwamba kwenda vyema katika kuhakikisha kwamba upotezaji wa muda haufanyiki mara kwa mara, na ukifanyika visivyo adhabu inachukuliwa. Well Patrick, hiyo ni ugonjwa sugu, sio kwenye ligi yetu ya NBC, sio kwenye mashindano yetu ya Confederation ya CRDB na mashindano mbalimbali. Ukija kuangalia kwa undani, kozi ya upotezaji wa muda unatokana na nini? Ni bato kati ya Patrick Nyembera na Othman Kazi. Othman Kazi anaona pana Patrick is more advanced than me. Amenizidi mimi. Au sio? Njia pekee ya mimi kuweza kumdhibiti asiniadhirishe ni nisimwachie yeye muda mwingi wa kuucheza huo mpira. Hapo ndipo mentality ya time wasting inapozaliwa. That is the source ya time wasting inakuja hapo. Kwamba nimeshakubali
kwamba you are more superior than me, wewe ni bora zaidi yangu mimi, au sivyo? Ili usiniulize maswali mengi kwenye Wednesday Night Live, mimi nitakuwa natoa maelezo yangu taratibu, kwa sababu naogopa usije kuuliza maswali mengi nikashindwa kukujibu, tutafanya time wasting, mpango ambao mimi kwa leo sina. Sina huo mpango. Sasa tuende katika kwa mwongozo ambao upo kwa producer wetu kule, kuweza kuangalia moja ya eneo ambalo linazungumzia hicho ambacho tunaenda kukizungumzia leo, kwa maana kwamba tutakuwa na maelezo ambayo yapo katika sheria zenyewe, tuna vitu ambavyo vina support hicho tunachokisema. Sasa producer, kwa msaada ule basi atatuwekea cha kwanza ambacho ni ile article yenyewe ambayo inagusia swala zima, na hii hapa tunaita this is not simply an article. Ndio, huu ni mwongozo wa aliyeaminiwa kusimamia sheria pale uwanjani, ambaye sio mtu mwingine zaidi ya referee wa mchezo husika. Sasa twende na tafsiri yake. Inakwambia moja, jukumu la kwanza kabisa la mwamuzi ni anasimamia sheria, enforces the laws of the game, anasimamia sheria. Ya pili, controls the match in cooperation with other match officials, atatoa maamuzi kwa kushirikiana na wasaidizi wake, kwa maana assistant number 1 sio linesman, mwamuzi msaidizi namba 1, mwamuzi msaidizi namba 2, fourth official, na kama kuna waamuzi wa VAR, hao ndio wasaidizi wa mwamuzi. Sawa, ni wasaidizi wake, ni washauri wake, kama vile mahakamani anapokuwepo hakimu, lakini ana wazee wa baraza. Sawa. Ya tatu, acts as a time keeper, ndiyo topiki yetu iliko. Yeye ndio msimamizi wa muda, yeye ndiye atakayesimamia muda kwenye huo mchezo. Sasa hiyo inatupeleka kufikiria kwamba referee anasimamia vipi muda. Anatakiwa kuhakikisha kwamba ile mechi inachezwa kwa dakika 90. Je, kweli mechi zinachezwa kwa dakika 90? Hakuna sehemu yoyote mechi ikachezwa kwa dakika 90 kamili. Kuna sehemu inaweza ikaongezeka zile dakika 90, ikachezwa hata dakika 90 na sekunde 5, si zimezidi. Kuna sehemu ikachezwa dakika 89 na sekunde 55, hazikutimia dakika 90, sekunde 5 goli linafungwa, au sivyo? Ndio. Manchester United walitangaza ubingwa mbele ya Bayern Munich kwenye dakika za mwisho, Champions League hiyo, au sio? Kila mmoja anafahamu. Solskjaer anapiga goli, watu wanakuwa mabingwa, mpira hauendi kwanza. Najikumbusha kwa sababu mimi Manchester lakini Meshangaa kutaka kukumbusha Istanbul. Sawa. Pato, nilitaka nikupe pole kwa yaliyokusibu juzi mbele Newcastle. Na unitoe kwenye topiki yangu ya leo. Wewe nipe pole, lakini tutaendelea na topiki yangu ya leo. Kwa hiyo every second ina meta sana katika swala la muda katika mchezo wa mpira wa miguu. So kama nilivyosema awali, sisi tunatakiwa tujiongeze, kwa sababu tofauti na basketball ambayo mpira ukisimama stopwatch inaminywa, au sivyo? Kwenye football hatufanyi hivyo. Sawa, tunaweza tukafanya hivyo katika mazingira ya ziada kabisa. Sawa, mazingira ya ziada kabisa. Shida inakuja sehemu moja. My IQ and your IQ zinaweza zikawa zinatofautiana. Wewe unaweza ukaona kabisa hapa mchezaji fulani anapoteza muda. Sawa. Mimi naweza nikaona kwamba huyu kutokana na scenario ya pale ile kilichomtokea pale kinamsababisha afanye. Sasa hapo ndio ninapoanza na footage yangu. Nianzie na game ambayo ilichezwa Mwanza. Nadhani hii game ilikuwa ni ya Azam FC
dhidi ya Simba. Hapana, acha hii. Kuna nyingine ambayo ilichezwa Mwanza, ambayo golikipa wa Azam FC. Wa Azam FC. Kulikuwa kunafanyika mabadiliko. Yes. Nadhani nakumbuka alikuwa ni Mixon ndo anaingia. Ndio. Si ndio? Ndio. Alafu wakati huo mpira ulikuwa mguuni kwake. Sasa nataka nianze na topiki hiyo hapo kwanza. Kwamba mpira unapoanzia. Sasa kwa faida ya watazamaji wetu basi tuanze nao hii hapa. Hii ndio tukio yenyewe. Angalia tu muda wakati Ramadhan Kayoko alipo administer substitution. Sawa. Ilikuwa dakika 76 na sekunde 25. Sawa. Wakati substitution inafanyika, mpira ulikuwa ni goal kick. Mind you, substitution itafanyika kila pale mpira unapokuwa umesimama. Sawa. Mwangalie Mohamed Mustafa. Hapo Azam, kumbuka, alikuwa anaongoza goli 1-0. Au sivyo? Na wanacheza against one of the title contenders. Au sivyo? Okay. Na hii ilikuwa ni kama finali kwa Azam na Simba, kwa sababu wote walikuwa wana. Sasa turudi kwa faida ya mtazamaji wetu. Leo sitaki kwenda kipenga. Nini anachokifanya hapo? Hapo umeelezea vizuri. Sasa hapo tukio lenyewe. Hapo nani alichotakiwa kufanya Mohamed Mustafa wakati mwamuzi ametoa maelekezo ya substitution? Mpira si goal kick. Uchukue aende akauweke sehemu ambayo goal kick inatakiwa kuanza. Sawa? Sasa badala wake kitendo cha yeye kupoteza muda, au sio? Hakupeleka mpira kule, akautoa nje ya penalty area, akawa anatembea nao. Sasa hizi ni techniques za kupoteza muda ambayo magolkipa wanatumia sana, na ndio maana unaona mara nyingi kabla ya mechi kuanza marefari wanawaitaga magolkipa. Why? They are the main source ya kupoteza muda kwenye mechi kuliko hata wachezaji wa ndani. Magolkipa wanapoteza sana muda, Sheikh. Wanakuwa una muda mrefu wanakula. Yes. Haya. Sasa tuende tupite hilo tumeona la golikipa hilo. Nataka tupite, tutarudi. Lakini nataka kwanza tuwape faida ambao wanaangalia. Tukio la pili. Lolote litakalokuja mimi nitakwenda nalo sambamba tu. Hata likiwa ni mwaka hapa kuna NBC na kuna CRDB Federation Cup. Yes. Sawa. Yes. Tukio lingine hili hapa. Goal kick. Hii ni NBC Premier League. Sawa. Mpira umetoka goal kick. Sawa. Angalia Eric Johora ameutenga mpira vizuri. Kuna wakati magolkipa wanakuwa enforced kupoteza muda. Unajua sasa hapa yuko sahihi, ana utafuta muda wa kupiga mpira. Yes. Ana muda gani anatakiwa? Mbona naona kama referee ameenda haraka sana? Kwa sababu hii alichokisoma Mdoe. Referee zile dakika 15 za kwanza tunausoma mchezo. 15 minutes za mwanzo referee atausoma mchezo kwamba mchezaji gani anataka kuapply nini kwenye mechi hii. Ni mechi kati ya Mashujaa ya Kigoma na Simba Sports Club. Wewe ungetegemea hii mechi Mashujaa anatafuta kitu gani kwenye hii mechi? Anaweza kana anatafuta sare. Ikitokea ameshinda ni ziada. Ni second option. Au ni ziada. But first choice yake wasifungwe Mashujaa. So wasifungwe. Mashujaa anajua kwamba huyu ni naye cheza naye ni Simba Sports Club, mwakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa, ana exposure ya kimataifa, au sivyo? Je, naweza nikapishana naye dakika 90? Sasa mimi hapa ninapokwenda mpaka unatufundisha sisi. Ndio. Kwamba umemsoma golikipa katika hizo dakika zako 15 mwanzo. Ndio. Lakini zile dakika 15 zinaweza zikamhukumu kama hapa ambapo tulikuwa naangalia. Yaani kwamba amefanya nini Mdoe kuona kwamba huyu ana waste time wakati ukiangalia mpira ulivyopigwa. Yes. Na mpira muda ambao mpira umetoka. Sawa. Ilikuwa sekunde 38. Sawa. Amekuja pale ameupeleka.
kauweka pale mpira. Ndio. Angalia sasa, alirudi kama anaenda nyuma, halafu akaja tena mbele, akaushika tena mpira. 38 mpira ulikuwa ameupokea mpira. Au sivyo? Anakuja kuupiga ni sekunde 57. How many seconds hapo? 38 mpaka 57. Ni something like 22. Yes, kama sekunde 22. Ni muda ambao it's ni sawa goalkeeper akitumia muda, kwa sababu anatakiwa awapange defenders na sehemu ambayo anataka kupeleka mpira. But kutokana na Mdoe kusoma, akaona hapa mimi nianze. Nitakupa mfano mmoja. 2005 CCM Kirumba Mwanza, mimi nilipangiwa kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Walimu wangu Mwalimu Omar Abdulkarim, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, Leslie Liunda, walinipa ushauri, kazi sikiliza, wewe cha kufanya kila kosa itakapotokea iadhibu, usitaki kutoa advantage. Sasa mimi kitendo cha kuambiwa kwamba iadhibu, nikajua ni firimbi na kadi. Kwa hiyo hata foul ambayo ilikuwa haistahili kadi, within 10 minutes mimi nilishatoa kadi 4 za njano. 4 yellow cards nilitoa. 10 minutes za mwanzo mechi imeanza. 10 minutes kadi 4 za njano zilitoka. Sasa manangu game ilikuwa na tension kubwa. Ni finali. Okay. What do you expect from a final? Also, lazima mmoja afe. Lazima mmoja afungwe. Kwa hiyo because ilikuwa ni mechi yangu ya kwanza, alafu bado mimi ni junior, nikataka nigonge muhuri wangu pale kwamba jamani, aliyeko hapa anataka mcheze mpira, msimjaribu. Au sivyo? Kitendo hicho kilimpeleka, unamkumbuka Benito John? Benito John uko vizuri sana. Unamkumbuka vizuri sana. Benito John akawaambia wenzake, jamaa, kwa sababu yeye ndo alikuwa victim wanne kuonyeshwa kadi. Jamaa, tucheze mpira, huyu jamaa haaminiki. Kichwani nikasemaje? Ujumbe umefika, sasa watacheza mpira. Na kweli mpira ukaanza kugongwa. Sasa hizo ni technique ambayo hata Omar Mdoe alitumia kwa nani. Sikustahili kutoa zile kadi 4 mfululizo. Ningeweza kutumia staircase approach, naenda naongea nao, bana foul hii sitaki rudiwe nani, lakini mimi niliopt kwenda na kadi moja kwa moja. Kwa hiyo huwa mnaingia uwanjani, mnajua tabia za wachezaji. Yes. Patrick, ipo hivi. Tena sisi tulikuwa na bahati sana. Sisi wakati tunapewa appointment, haikuwa siku 2, siku 3 au wiki moja kabla ya mechi. Sisi tulikuwa tunapewa appointment mapema. Though ile ya Simba na Yanga, mimi nishtukiziwa mechi kesho, nikaambiwa leo sikuwahi kwa sababu ilikuwa ni mashindano ya kituo. Au sio? Every 2 days mechi inachezwa, every 2 days mechi inachezwa. Kwa hiyo nilipewa taarifa mechi kesho jioni. Leo jioni ndio naambiwa Osman Kazi utakuwa referee, wasaidizi wako Sudi Abdi, Changwalo na makamu mwenyekiti wa Frat kwa sasa hivi Emmanuel Chaula, yeye ndo alikuwa 4th official. Kwa hiyo wakawa wanani handle. Mwalimu wangu Sudi Abdi obviously ndo mwalimu alinifundisha, akawa ananielekeza, lakini alishaona Kazi amepanic, anahitaji watu ambao watamtuliza. Ndio akawaambia Mwalimu Omar na Leslie, wakanipigia simu. Mpaka marehemu Mzee Mdolwanga naye alinipigia, tulia, kachezeshe mechi, uwezo unao wewe, zingatia tu sheria, ukiona kosa adhibu kabla yellow card. Kwa hiyo hizi ni njia mbalimbali ambayo referee akishapata appointment ana apply kuelekea kwenye mechi. Bana, hii mechi mimi taenda kutumia utaratibu fulani kwenye kuchezesha. Kwa hiyo hapa kwenye mechi kati ya Mashujaa na Simba, Mdoe alicho opt ni kwamba nimwachie goalkeeper abaki kwenye tension, kwamba asinipotezee muda. No matter alipoteza sekunde 22 tu, au sivyo? Lakini ndio ikawa stepping stone ya Mdoe kwamba bana, sitaki masuala ya kupoteza muda, na ilisaidia kwa kiasi fulani. Safi.
Othman Kazi huyo akiwa anatupa dondoo, ni refari mstaafu ambaye aliweka nembo yake kwa jinsi ambavyo alikuwa anachezesha. Unajua wakati ule kumuona Mtanzania mwenye asili ya Asia kushika filimbi ilikuwa ni tofauti kubwa sana na wengine ambao walikuwa wanachezesha. Umri wake mdogo, lakini aliweza kutengeneza nembo ambayo leo hii imeweza kumpa mwendelezo wa kile anachokifanya kuweza kuelimisha. Lakini tulicho nacho hapa, kwa nini ligi yetu ya NBC imekuwa haichezwi kwa dakika 90? Hilo tutarejea nalo baada ya mapumziko. Naam, maswali yamekuwa mengi sana na wengi wamekuwa wakijiuliza kuhusu mwenendo wa ligi yetu, hasa katika matukio ya kupoteza muda, na ndio maana leo hii niko na Othman Kazi kuweza kuyazungumzia hayo, japo kwamba umeweza kutupa dibaji tukagusia maswala kadhaa ambayo yamejitokeza na tukizungumzia tukio mojawapo ambalo tumeliona. Lakini sasa Othman, inasadikika kwamba muda unaotumika ni mdogo kutokana na matukio yanayofanyika katika kuchelewesha muda. Kuna nyakati waingizao mpira huwa wanaondoa baadhi ya mipira kutoka nje, lakini tukio la hivi karibuni tukalizungumzia hili ambalo ilikuwa ni michuano ya CRDB Federation Cup. Yeah. CRDB Bank Federation Cup. Hii ilikuwa mechi kati ya Simba na TMA. Patrick, unajua kuna maswali watu hata usemeje hupati majibu yake. Na ni mdoe tena unajua? Hapana. Wewe kwa nani? Huyu ni Tatu Malogo. Tatu Malogo mwenyewe. Wote watu wa Tanga. Sawa. Dakika ni ya 83 ya mchezo. Simba munaongoza goli 3-0. Captain on ground wa Simba Shomari Kapombe anatakiwa kurusha mpira. Kurusha mpira tulicheki hilo tukio lenyewe tu kwanza ambacho anakifanya hapo. Ili watu wakuelewe. Yaani wakielewe kile ambacho mimi nataka kukifahamu. Okay. Nini ambacho amekifanya Kapombe katika hilo ambacho kinahusiana na kuchelewesha, na nini ambacho alipaswa kuadhibiwa? Well, alichokifanya Kapombe hapo ni time wasting. Very clear time wasting. Kwamba alikuwa hataki mpira uwahi kuanza. Kwa nini? Anajua yeye, lakini alikuwa anafanya kitu cha makusudi ambayo kwa mujibu wa sheria na mangapi inazungumzia muda wa mchezo. Referee anatakiwa alinde muda ili mpira uweze kuchezwa. Simba hapa anaongoza goli 3-0. TMA anataka kufanya comeback. Tunaweza tukasema TMA hana uwezo wa kufanya comeback? Obviously, kwenye mpira anything is possible. Au sivyo? Chochote kinaweza kutokea kwenye football. Sasa kitendo cha Shomari amefanyaje? Nani Tatu kaanza kufanya nini pale? Ameanza kuvuta tena kwa mguu, anaupeleka. Wakati hii clip, angalia hii clip ilipoanza, Kapombe alikuwa ameumiliki mpira mkononi, au sio? Lakini alikuwa hataki. Ikaonyeshwa ishara kwamba mpira unatakiwa urushwe kuelekea upande wa TMA hapa. Lakini clip ya mwanzo inaonyesha mpira ulitakiwa kurushwa kuelekea upande wa Simba. Hii hapa. Hii. Angalia anachokifanya Kapombe. Hataki kuachia mpira. TMA wanaamua kuchukua mpira mwingine kutoka kwa ball boy, au sivyo? Huku Shomari anakataa kutoa ule mpira nje. Kwa hiyo kuna mpira tayari uko ndani ya uwanja. It means Shomari alikuwa ana enforce mpira usianze. Sasa unajaribu kufikiria mentality, team yenu tayari inaongoza 3-0. Sawa, mnacheza against TMA. Nyie ndio favorites wa mchezo, au sio? Kwa nini unahitaji kupoteza muda? Ni sababu gani inakulazimisha? Kwa hiyo unakuta ni vitu ambayo mchezaji anajiamulia bila kutizama future yake, kwa sababu hii kadi ya njano aliyoonyesha Shomari hapa, au sivyo? Hii ndio mwendelezo wa kile
kwamba anauchezea ile ilikuwa ni dakika ya 79 kwenda 80. Hii ni dakika ya 82. Yani alikuwa anafanya kwa makusudi kitendo cha kuchelewesha muda. Sawa. Baada ya kuonyesha kadi ya njano, angalia anavyo somaona. Hii ni dakika ya 79 kwa maana hii incident ilitokea dakika ya 80. Kwa tatu hapa alimsoma. Alimsoma. Hakumuonyesha yellow card hapa. Au sivyo? Tatu ameenda pale anamforce Shomari, toa mpira tuanze kucheza. Au sivyo? Shomari anajifanya hamsikilizi Tatu, anaongea na Kapera Junior. Na kwa nini hawa wachezaji na wenyewe hawajafanya time wasting? Yani wakati mwamuzi anafanya maamuzi yake. Kwa nini wao wameenda kugombania mpira huo? Because mpira hauwezi kuanza. Throw-in haiwezi kuanza kwa sababu ndani ya uwanja kuna mpira mwingine. Kwa hiyo shughuli ni ya kwao au ni ya mwamuzi? Ni ya mwamuzi, lakini at times Patrick, for my betterment, au sivyo? Najua kabisa Patrick hapa anataka kuchelewesha muda, au sivyo? Mimi nitakuja kuconfront mimi mwenyewe, au sivyo? Kwa hiyo na wenyewe wameingia katika mtego kwa sababu inakuwa chaos. Exactly. Ambayo inachelewesha muda. Yes. Asante sana. Kwa hiyo maana psychological ikawa win. Win. But Shomari sio rafiki wa mchezo hapo, mind you. Hawi rafiki wa mchezo. Anakuwa mtu ambaye hataki mpira uchezwe. Kumbuka hao watu ambao wako majukwani, wale ambao wamelipia kisumbuzi cha Azam TV, au sivyo? Wanataka kuona mpira unachezwa, au sivyo? Yeye hataki mpira uchezwe. Sawa, twende hapa. Nilitoka kusema kabla hatujaenda mapumziko, goalkeepers ni source ya upotezwaji wa muda. Nifafanulie neno kwa neno katika hii picha. Red card. Ibrahim Abdullah Baka. Sergeant. Sasa hivi Sergeant. Hongera zake. Tumpe hongera yake. Sawa. Haina mahusiano yoyote na kilichotokea kwenye mpira. Kwenye mpira bana, hapa tuna dunia yetu tofauti. Au sivyo? Sasa baada ya kupewa kadi nyekundu nini kimetokea? Ni mechi kati ya Young Africans na Azam Football Club. Young Africans muomesha kuwa sielewa mimi. Anasikitika hapo ni nini kimetokea? Nakuja huko. Patrick, yani nataka nikupe. Mimi nataka picha watu wanavyoiona. Techniques ya goalkeeper. Good save. Au sivyo? Lakini baada kufanya hiyo save, anaamua kwenda kukaa chini. Kumradhi, hii picha sio hii hapa ambayo imekwenda. Hii ni imeingia nyingine. Naam. Yes. Sisi twende na hii hapa. Sawa? Free kick hii hapa imepigwa. Au sivyo? Diarra amefanya save. Baada ya kufanya save, anakaa chini. Anamwomba referee, njoo. Sawa? Anataka upunguze tension ya Yanga hapa walishakuwa kwenye Young Africans walishakuwa kwenye tension ya kushambuliwa na red card ilitoka mida hii. Kwa hiyo wanahitaji kwanza kupata control ya hiyo mechi. Hata kama wako mtu mmoja pungufu, how will they get control? Watakachokifanya watajaribu kubuy time ili wapate rhythm ya kurudi kwenye mechi. Sasa how do they buy time? Ndio techniques kama hii. Save imefanyika, au sio? Kwa nini niwahi kupiga mpira mbele? Tuendelee kucheza. Ngoja nitulize timu. Refa, siko sawa. Nahitaji saidizi. Madaktari wataingia kuja kumtibu. Wachezaji watapata fursa, wataanza kurelax, wataanza kuangalia, jamani, how do we apply? How do we go with this game? Also, hizi ni techniques za makusudi zinafanyika mara nyingi na magolkipa. Mwangalie, soma nani Arajiga anavyo enforce, anamwambia bana sasa angalia retaliation ya nani anavyomjibu Diarra. Anasikitika. Kwamba referee ukubaliani na mimi au something like that. Au kwa hiyo hii sio Diarra, sio Pinpin Kamara, sio Johora, sio goalkeeper wa nani wa Kagera Sugar wala Pamba wala wapi. Au sio? Hizi ni techniques ambazo goalkeeper. Sasa twende hapa, ulizungumzia game ile ya Mashujaa hapa. Yes.
angalia hii scenario vizuri. Johora alienda kucheza mpira. Dakika ni ngapi? 94. 95. 95, okay. Dakika ya 95. Na dakika za nyongeza ni ngapi? 6. Nani Mloe anawaita madaktari. Pinpin Kamara hapa anasema jamani, inakuaje? Tunapata draw. Tunatoa draw na Mashujaa, au sivyo? Angalia doctors jinsi wanavyokuja. Sawa? This is teamwork. Hii inaitwa teamwork. Look at the actual scenario. Na mtizame Johora vizuri. Baada ya mpira, sawa, angalia alinyanyua tena kichwa, akaanza kugeuka. Au sio? Hii inaonyesha nini? Kwamba he was not injured kama vile anavyoonyesha. But meta ni kuna dakika 6 za nyongeza. Tunazimaliza vipi hizo dakika 6? Kwa hiyo hizi, Patrick, ndio njia ambayo magolkipa wanatumia. Na maunganika, tukio lingine ni hilo hapo. Hii ni ile ambayo tuliona mwanzoni kabisa. Yes, hii ni ile ya mwanzo ambayo alianza kupewa onyo. Hapa alishaanza kupewa onyo. Safi. Sasa kule hiyo ya Johora hiyo kwamba kwa hiyo ni nyakati wanaangalia, lakini pia tunaenda back to back. Tunaangalia ya Singida Big Stars kwenye substitution hapa. Sasa hapa mimi nitakuonyesha a quality of a veteran referee, Nasro Mwinchui. Dakika ya 84 ya mchezo. Singida Big Stars 1, Pamba Football Club 0. Au sivyo? Sawa. Angalia reaction ya mchezaji. Naomba hii clip ianze upya tena. Angalia hapa. Mwangalie mchezaji anavyotoka. Nasro Mwinchui ameona kusudio la kuchelewesha muda. Yes. Anajifanya anataka kumpa mkono. Mr. Mkono, wewe bana toka. Toka, wewe toka. Sisi tunataka tucheze mpira. We want the ball to be in play. Au sio? Angalia utokaji wake. Tena wakati anatoka, anachungulia tena nyuma. Umeona hapa amechungulia kwamba usijekuta referee anakuja na kadi tena hapa au nini, au sio? Kwa hiyo substitution, team inayoongoza mara nyingi nayo inasababisha time wasting kama hizi zinatokea. Okay. Yeah. Sawa. Haya. Mimi nilikuwa napitia sasa, na ni nzuri kwamba mweza kunipisha katika matukio, lakini japokuwa kuna matukio mengine ambayo hayapo moja kwa moja, angalia hili tukio, Othman. Oh my God. Dakika ya 15 ya mchezo. Kocha aliyekuwa kocha wa Pamba Football Club, Goran Kapnovich, au sivyo, ameingia kwenye mgogoro na assistant fourth official, au sivyo. Hii ni moja kati ya matatizo makubwa ambayo sisi tunayo kwenye ligi yetu. Alichokuwa anafanya Masea, fourth official, ni exactly what a fourth official has to be doing. Ni kitu sahihi kabisa ambayo IFAB wame-align fourth official kuzingatia. Patrick, nisipokuonya mwanzoni, utaleta mazoea. Am I right? Kwamba kazi kama nikimfanyia hivi, he's okay with it. Kesho utaongeza kitu kingine. Kesho kuta utaongeza kitu kingine. Nini? Unajenga mazoea na sasa hapo ndio kwenyewe haswa, na wakikuangalia sasa hivi watazamaji utaweza kunipa jibu ya hayo niliokuwa nayataka, kwa sababu hizi picha zote ilikuwa angalau ni chambo waweze kujua nini ambacho kinatokea. Namba moja, umezungumza muda ambao unapotezwa na mabenchi. Anayetakiwa kusimama wakati mchezo unaendelea ni nani? Either of the two. Anaweza kusimama kocha ama msaidizi wake, lakini mmoja kwa kila wakati mmoja. Lakini kwa nini tabia hiyo? Tutakuja nayo. Najua kipenga cha mwisho utaweza kuniongezea hivyo ili watu waje wapate footage kamili. Sure.
benchi nzima linainuka. Anainuka meneja, anainuka kocha msaidizi, anainuka kocha wa magolikipa, wanaenda kusumbua meza ile, paka physiotherapy anainuka nayo, wote wanaenda kwa wakati mmoja, na sio mara moja, sio mara mbili kwa msemo wa Limayai, wala sio mara tatu. Yani imekuwa ni mara nyingi nafanyika, na hamna adhabu ambayo inachukuliwa. Hata nikija kuangalia kwenye zile adhabu zinazotokea, ni mara chache sana kusikia ilikuwa katika mechi fulani walifanya vurugu fulani. Hamna. It's true. Kwa nini haichukulia hatua pale ya kadi nyekundu ambayo tunaona katika ligi za wenzetu ambao wametupita? Kwa swali hili ulouliza, mimi nitamani sana kuja na clip ya kadi nyekundu ya John Noble, Fountain Gate dhidi ya Simba Sports Club. Unajua ile clip ina maelezo mengi sana. Yote ndio kwa kipimo, wala sina matatizo. Lakini nataka kuangalia nini kinachozuia aliyekuwepo kwenye meza kuwasiliana na refari kuweza kutoa adhabu ili kupunguza. Kama Othman Kazi alikuwa refari mechi ya Simba na akatoa kadi 4 ndani ya dakika 15, kwa nini tabia hii haifanyiki na inaleta mazoea hayo? Ipo hivi Patrick. Kwenye kipenga cha mwisho sasa hivi nawashirikisha na waamuzi wa staff kadha wa kadha. Sisi kwenye kutoa maelekezo kwa waamuzi wetu, haya ni maelekezo tunatoa kila mara, kwamba fourth official usijione kwamba wewe ni underdog kwenye mechi. Una majukumu ya kutosha kama alivyokuwa nayo referee, assistant referee number 1, assistant referee number 2 na hata waamuzi wa VAR. Yeye fourth official ana equal assignments. Tatizo ni kwamba sisi tunaona kwamba kwenye mechi referee ndio moyo wa ule mechi. Niseme tu kitu moja, referee ni hitimisho la maamuzi ambayo yanatokana na wasaidizi wake. Yeye ndiye anayehitimisha. Nadhani naeleweka nikisema hivyo. Ukisha elewa hiyo kitu, ukisha elewa hiyo kwamba mimi ni mmoja kati ya wanaotakiwa kufanyikisha hili jambo, haya majukumu utayafanya vizuri. Sasa kwa nini Goran kwenye incident kama hii unamwona analalamika? Kwa sababu anaona Masea, mbona mimi ananifuatafuata tofauti na fourth officials wengine, au sio? Kwa hiyo anamwona kama vile Masea anamwonea. Kwa hiyo kwamba kama mpira unapofanywa mazoezi katika viwanja, ndio kwamba timu tayari zinafanya mazoezi kwa mazoea kwamba hatutaweza kuadhibiwa. Exactly. Imeshajenga tabia. Ndio maana nimekwambiaje? Clip ya John Noble ina somo kubwa. Mimi huko utaenda na utanipeleka, lakini leo acha nitoe kero zangu ambazo mimi mara nyingi huwa nipo studio. Ndio, of course, na tunaangalia vile vitendo kwa faida ya kwamba uwanjani inawezekana kama unavyosema kwamba referee yeye anaona tukio kwa mara moja, sisi tunaona tukio pia na marudio. Exactly. Kazi. Ndio. Nani mwenye jukumu la Ball Boys? Home team. Home team. Yes. Na katika jukumu hilo la Ball Boys, ndio, kwa nini tabia ya kutoa mipira ndio imekuwa ni sugu? Yani kwa wale watoto kuna mchezo ambao niliona mimi referee anafukuza mpaka Ball Boy ili aende kuchukua mipira yeye mwenyewe kuirudisha huko ndani. Lakini bado tabia hiyo inaendelea. Na referee aliyefanya hivyo anaitwa Thabit Maliamba. Asante sana, hongera kwake kwa kile alichofanya. Lakini kwa nini tabia hii inaendelea? Wasimamizi wa vituo wapo. Ndio. Ripoti inayoandikwa pale huwa inazungumzia nini? Nimeona adhabu ndio imetoka, lakini haijawahi kumaliza. Mimi ninachoshukuru Mungu ni kitu kimoja. Ripoti zinaenda wapi? Kwenye kamati ya masaa 72. Exactly. Au sivyo? Ambayo ndio direct recipient wa mechi iliyochezwa. Report inaanzia pale kwao. Hivi tunavyoongea sasa hivi, labda kama ulikuwa hujapata taarifa, mmoja wa wakufunzi wa kipenga cha mwisho, Mzee Hemed Mteza, ni mjumbe wa kamati ya masaa 72. Bas. Hapo
kabla tujaenda kwenye matangazo hapa ili turudi, lakini narudi na dakika 10 na maeneo kanuni zinazungumzia nini hivyo. Lakini nitakupiga na surprise ya utovu wa nidhamu uliokithiri. Napenda sisi kuweka kwa sababu ligi yetu ni bora, na tuseme kwamba kweli kabisa FAT au TFF wamefanya kazi kubwa sana hapa tunapofikia. Kuna maeneo ambayo yanatia doa, na nitarudi na maswali hayo ambayo yanahusiana nidhamu ya wachezaji kwa waamuzi, hasa baada ya kupewa adhabu, lakini kanuni zinasemaje na zile ambazo umezinusa kuweza kutumika mwakani kwa wenzetu na kwetu zitakuwa na athari gani. Basi hayo ni ambayo tuweza kuwa nayo hapa. Tunaenda katika matangazo, tutarejea baada ya muda mfupi. Well, tunamalizia kipindi, lakini unaniona na tabasamu. Sina tabasamu, wakati mwingine huwa nawafikiria marefali wanafanya kazi nzuri sana, lakini kwa nini wanakuwa wapole? Nikifanya ulinganifu, natoka kuangalia ligi yetu, naenda kuangalia ligi labda ya Hispania, naenda kuangalia ligi ya Ujerumani, kitendo kilichofanyika kwetu hapa, refali anaweka tu mpira unaondoka, lakini kwa wenzetu adhabu inatolewa. Kazi, hamna kitu kinachonikera. Let me be honest with you. Kinanikera moyoni. Wakati mwingine natamani kabisa hata kwa nini naangalia mpira. Imepigwa filimbi. Madhambi yametokea. Sawa? Madhambi yametokea. Yamefanyika. Refari kaja either katoa onyo au katoa kadi. Ndio. Sawa? Anatoa warning au ya caution. Anatoa. Kwanza yule mchezaji, yani lugha ya mikono tu na nini, unaona kile kiburi alichokuwa nazo mchezaji kupinga. Yani tukio ni sahihi kabisa analiona, lakini anachokifanya kile ni cha ajabu. Kingine, filimbi inapigwa, adhabu iwekwe hapo. Yule mchezaji aliyefanya ile tukio anaupiga mpira, anaupeleka sehemu nyingine. Yes. Nimeona mipira yote na ninaangalia kila siku, adhabu inatoka kadi ya njano pale pale. Ndio. Lakini kwetu sijawahi. Utakuwa shahidi. Kama wewe kuona labda katika kipenga uniambie. Kwa nini waamuzi wanakuwa wanyonge katika? Naomba niseme neno hilo, wanyonge. Au kwa nini wanakuwa na huruma ya kutokutoa adhabu? Well, Patrick, hiyo tabia sasa hivi ndio imejiendekeza. Na mimi napenda kuongea with facts. Patrick, ushamwona Osman Kazi akicheza mpira? Bona. Reaction ya Osman Kazi ilikuwa inatokea nini wakati akitoa maamuzi alafu mchezaji akimshia mkono? Ya pili. Kadi zilikuwa zinatoka hazitoki. Sasa hivi sisi tunajaribu kujenga unasaba na wachezaji. Naomba kabisa uongelee sasa hivi kwa sababu hili tatizo naliona sasa hivi. Kwa nini? Why? Every single week tukiangalia game Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, hiyo Jumatano, lazima matukio hayo mawili nakwambia yanatokea. Umefanya kosa kubwa kumuita Osman Kazi kwenye Wednesday night show. Sina kosa. Nimetumia akili kubwa sana. Bila shaka. Yaani kosa ulioifanya wewe ni kwamba umenipa mimi meno ya kuyasema yale ambayo kuna wakati nilikuwa nashindwa kuyasema kwenye kipenga cha mwisho. It is like this, kwamba selection ya marefaris sasa hivi imekuwa tofauti na enzi zetu sisi. During our time, sisi paka unakuja kupandishwa kuchezesha ligi kuu, umesugua sana benchi huku chini. Kuna class 3P, class 3 probation, alafu inakuja class 3, inje class 2, inje class 1, uende FIFA.
minimum 6 years. Sasa hapo ni pazuri. Najua kipenga kitakuwa kina vingi sana, lakini uzuri wake ninachokizungumzia hapo. Sipeleki kwenye kipenga. Hicho unachoniambia ndio hiko tunachomaliza nacho, kuna nacho hapa kwa sababu nataka muda usinibane naweza kuzungumza na kanuni. Yeah. Tunajifunza kwa kuangalia kwa wenzetu. Yes. FIFA, CAF. Yes. Sawa? Yes. FIFA, CAF ndio tunapoangalia. Ndio. Kama wachezaji wanavyoangalia ligi za wenzetu. Ndio. Ina maana hao waamuzi hawaoni hayo ambayo yanafanyika huko. Wanaona tena ni wafuatiliaji wazuri sana. Sasa But ile sikiliza, ipo hivi. Uliona mechi ya Namungo versus Simba? Ndio, vizuri kabisa. Jafet Smart alipiga kadi kama Osman Kazi, alipiga kadi kama Njungu. Alikuwa na mwaga kadi. Ndio maana mimi napenda kumsifia huyo mtu. Though kadi nyekundu ilifutwa. I have no objection na ile. Vielelezo havikutosha kuweza kujustify ile red card. But kwenye kosa yellow card zilikuwa zinatoka kwa spidi kubwa sana. Sasa Jafet Smart kwa nini yuko hivyo? Kwenye msimu huu ndio msimu wake wa kwanza NBCPL, lakini ni refari aliyebobea kuchezesha championship. Ligi ya championship unaijua vizuri wewe. Mimi bwana nitakuja kwenye kipenga kwa sababu una limitation ya kuuliza. Nitakutoa pale katika kuongoza, mimi nipo. Naomba utupe faida. Moja ya kitu ambacho nimekisikia kwa wenzetu walioendelea huko ni kanuni ambazo zinabadilika mwakani katika mambo ya time wasting, including goalkeepers na muda. Sio kanuni. Ni sheria. Unajua kanuni, kila nchi inakuwa na kanuni yake. Yeah. Au sivyo? TFF wana kanuni yao, Uganda wana kanuni yao, Kenya wana kanuni yao. Mashindano ya Confederation yana kanuni yake, lakini sheria ni moja. Sasa hiyo sheria inayokuja ya implementation ya kadi ya time wasting kwa goalkeeper. Hauna mpira hapa Ningejua ningekuja na mpira leo. Kwa sababu ile ni nafasi yangu mimi. Okay. Goalkeeping. Sawa. Goalkeeper akisha umiliki mpira, Patrick, kuna mchezaji anaweza kwenda kucheza ule mpira tena pale? Sasa nimetoka kusema mwanzoni, baada ya mapumziko, goalkeepers ndio source ya time wasting. Watu wameona kwamba goalkeeper akisha miliki mpira anakumbatia mpira up to 15 seconds wakati mwingine, wakati anatakiwa kumiliki mpira for 6 seconds. Sasa tufanye nini ili tuweze kubadilisha hiyo scenario? Wameongeza muda ambao goalkeeper anaruhusiwa kumiliki mpira. Naomba nieleweke. Kumiliki mpira ni kwamba upo kwenye himaya yake. Sio goal kick wala sio free kick. Ule ambao imekuja shambulizi au karudishiwa, yeye kaudaka mpira. Ni sekunde 8. In this 8 seconds, usipo uachia mpira goalkeeper, sio lazima urushe mbali, sio lazima upige mbali, unaweza ukauachia tu chini. Tayari upo mchezoni. Ukisha kuwa mchezoni, hatukuhesabii tena zile sekunde 8. Hawezi kaudaka tena? Hawezi. Haruhusiwi. Akishaweka chini mpira, au sivyo, haruhusiwi kuukamata tena. Au sivyo? Sasa in that 8 seconds, kama ule mpira hajauachia kwenye himaya yake, kitakachofuata nini? Corner kick. Why corner kick? Kwa wenzetu corner kick 60% ni goli. Au sivyo? Unaona kosa zinazotokea kwenye wanasema ni kama half penalty. Yes. It's more or less of a half penalty. Kwa kazi ni kama mimi goalkeeper nimeudaka ule mpira. Yes. Kuanzia hapo udaka. Moja. Tunaanza 2. Wala siangalia 3, 4, 5, 6, 7. Tucheze. Sawa, si nimeweka hapo? Tucheze. Na unyanyua papo? Kichwa najipasia. Huruhusiwi tena. Ushauachia. Ushauachia. Au sio? Ukaupiga dandana. Tena Patrick, hata hii kitu nimeona kuna haja ya labda tutafute siku tuje
tuje tuzungumzie makosa ya goalkeeper tu. Mimi nitakwenda hapo, lakini katika sheria hizo hamna katika kurusha, katika vitu vingine, goal kick hivi kwenye nini? Ndio. Au ndio hiyo tu ambao wameimplement sasa hivi? Yani hiyo ni moja kati ya maboresho. Basi Ni maboresho. mimi nitakaribisha tufanye kwenye ziada kwa hiki. Nimeona kwamba kuna somo ambalo lipo. Najua kwamba kesho kutakuwa kuna kipenga na kuna ziada zaidi. Na kuna nini ambacho kitakuwa kwenye kipenga? Kesho kipenga tunaangalia. Si unajua ligi ilikuwa imesimama hapa, kwa hiyo kuna matukio mengi. Muda ulikuwa haututoshi kwenye hilo. Kwa hiyo kuna matukio tumeyachambua, kesho yanakuja kwenye kipenga. Naomba katika hao utakayoyaweka na katika mazungumzo yenu, hebu mwashauri marefali, na kama itawezekana chama cha marefali kukaa kupiga msasa mechi zilizobakia. Ndio. Zina wale wanaoshuka, wanaenda playoff, wanaenda kwenye ubingwa. Hebu wawe na ukali katika kutimiza. Manake sio kwamba wanatunga, sheria zipo. Ndio. Uzifuatilia na kutimiza zile mambo ambayo yamewekwa katika sheria. Sawa. Basi, nashukuru sana kwa kufika kwako na nitakukaribisha tena, kwa sababu yani hata robo ya kile nilichokitaka sijakimaliza, kwa faida ya watazamaji wetu. Tunapokuja kwenye sheria za soka, kaka, ile ni very broad ground, ni uwanja mkubwa, yani kuna vitu vingi very interesting. Kwa mimi nitakupa homework mambo haya yani sheria zote mpya ambazo zinakuja kutumika mwakani, ili tuweze sio mwakani, msimu ujao, sheria zote hizo ambazo zinakuja kutumika tuweze kuzifahamu vizuri. Sio na visingizio vile vya Arteta kwamba mipira iliyoletwa mibaya, na Puma wamerudi tena. Kwa sijui Arteta atatumia mipira gani, kwa sababu ndio itakayotumika, wameleta mipira mipya. Allah. Haya, ni Osman Kazi huyo, refari mstaafu, akiwa anatupa dibaji ya vile ambavyo vipo na yale matatizo ambayo tumeona yakiendelea katika ligi kuhusiana na kuchelewesha. Lakini pata faida zaidi kwa kukutana naye kesho katika kipenga cha mwisho, ambapo atakupa matukio kadhaa wakati ligi haijasimama. Na je, kuna cha ziada ambacho unataka kukipata? Basi surprise ipo kesho ndani ya kipenga cha mwisho. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu.